Mimi naitwa Alex Giriago, ni wakili, niko Mamlaka ya Mapato Tanzania. Na siku ya leo tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2025 tulikuwa na kesi mbili ambazo zina jumla ya washtakiwa 5. Na katika kesi ya kwanza ni kesi ambayo ilikuwa ina washtakiwa 4 ambao walishtakiwa kwa makosa mbalimbali ambayo ni ya kikodi. Kesi zote mbili ni kesi za uhujumu uchumi kwa nature ya mashtaka ilivyo. Na katika kesi ya kwanza washtakiwa wako 4, na katika hao washtakiwa 4 mshtakiwa wa kwanza anaitwa Mwesiga Leonard Rupia, mshtakiwa wa pili anaitwa Nelius Kaizirege Mwami, mshtakiwa wa tatu anaitwa Juliet Ishengo Makisheni, na mshtakiwa wa 4 anaitwa Harriet Deodatus Gervas. Katika kesi hii inayoongelea ya kwanza kuna jumla ya makosa 9. Na katika kosa la kwanza ni kosa ambalo linawajumuisha washtakiwa wote kwa pamoja, ambao kwa pamoja wameshtakiwa kwa kukutwa na bidhaa ambazo zinalipiwa ushuru wa bidhaa na ambazo zilikuwa hazijasamehewa kwa mujibu wa sheria. Hiyo ni kanuni za sheria ambayo ina regulate ulipaji wa ushuru wa bidhaa ya mwaka 2018 ambayo ni Electronic Tax Stamps Regulations. Na katika kosa la pili, mshtakiwa wa kwanza na wa pili wameshtakiwa kwa kosa la kutengeneza bidhaa ambazo zinalipiwa ushuru bila ya kuwa na leseni. Hilo kosa linahusisha mshtakiwa wa kwanza pamoja na wa pili. Katika kosa la tatu wameshtakiwa kwa kushindwa kuwasilisha maombi au kufanya tamko la eneo wanalofanyia uzalishaji pamoja na vifaa vinavyofanya uzalishaji na eneo la utunzaji. Shtaka hili linahusisha washtakiwa watatu ambao ni mshtakiwa wa kwanza, wa pili na wa tatu. Katika shtaka la 4 ni kushindwa kuwasilisha marejesho ya ushuru wa bidhaa au failure to submit excise duty return kama sheria inavyotaka, kwamba unapotengeneza una wajibu wa kuwasilisha return kwa kila kipindi ambacho sheria imetaja. Sasa washtakiwa wa kwanza na wa pili ndio wanashtakiwa kwa kosa hilo. Na katika kosa jingine, kosa la 5 ni inahusika na ni kosa la kushindwa kutunza kumbukumbu au register ya stamps, kwamba walishindwa kutunza stamp kwa ajili ya ambazo zilipaswa kubandikwa kwenye bidhaa walizozalisha. Katika kosa la 6 ni kushindwa kubandika zile stamp za ushuru wa kielektroniki kama sheria inavyoelekeza. Na kosa hilo linamhusisha ni mshtakiwa wa kwanza pamoja na wa pili. Kosa la 7 ni kushindwa kulipa kodi ambayo ni kiasi cha kutokana na pombe waliozalisha ni jumla ya kiasi cha shilingi milioni 10,587,447. Na katika kosa la 8 anashtakiwa mshtakiwa wa pili ambalo ni la kusaidia ukwepaji kodi kwa mshtakiwa wa kwanza. Na katika kosa la mwisho ambalo linamhusisha mshtakiwa wa kwanza na wa pili ni kuisababishia hasara serikali, na katika kesi hii ni Mamlaka ya Mapato Tanzania kiasi cha shilingi milioni 10,587,447. Hiyo ni katika kesi ya kwanza ambayo ina washtakiwa 4. Katika kesi ya pili ni makosa ni yale yale, isipokuwa kwa sababu nature ya kesi hizi wanafanana katika makosa, isipokuwa katika kosa la 9 ambalo huyu hana la kusaidia ukwepaji kodi, maana yake yeye ana jumla ya makosa 8. Mahakama imewapa dhamana washtakiwa kwa kuwa walitimiza vigezo vya dhamana, na kesi ya kwanza imepangwa kutajwa tena tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, na kesi ile inayomhusisha mtuhumiwa mmoja imepangwa kutajwa tarehe 2 ya mwezi wa 4 ya mwaka 2025.
Vikindu New Village wanawaletea viwanja Kigamboni, Dar es Salaam. Kiwanja chenye futi 40 kwa 50 chenye square mita 200 kwa shilingi za Kitanzania milioni 2.3 tu. Na tena unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja vipo Rugwadu Magengeni. Fika kituo cha daladala Mwembe Mtengo na safari itaanzia hapo kuelekea site. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, shule, umeme na hospitali. Vyote vinapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0760042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana @vikindo_new_village 001. Ukiwaza kiwanja, waza Vikindu New Village. Kiboko kabisa.